Mambo ya Nyakati wa Pili 31 mstari wa 5. Second Chronicles chapter 31 and verse 5. Second Chronicle chapter 31 and verse 5 and 6. Tunaenda kusoma Mambo ya Nyakati wa Pili 31 mstari wa 5. Neno la Bwana linasema hivi: mara ilipotangaa amri, wana wa Israeli wakatoa kwa wingi malimbuko ya nafaka na divai na mafuta na asali na mazao yote ya mashamba na zaka na vitu vyote wakazileta nyingi. Nao wana wa Israeli na Yuda waliokaa mijini mwa Yuda wakaleta pia zaka za ng'ombe na kondoo na zaka na vitu vilivyowekwa wakfu alivyowekewa Bwana Mungu wao, wakaviweka chungu chungu. Bwana asifiwe. Hapa ni wana wa Israeli walipo wakati ambapo Hezekia akiwa mfalme akaambia wana wa Israeli ya kwamba wavunje na waharibu madhabahu yote ambazo zilikuwa za kigeni, ambazo zilikuwa katikati yao. Na wana wa Israeli walipofanya hivyo, Mungu aliwatembelea na hukumu kubwa, na wakasikia ya kwamba kweli baada ya kuondoa miungu na vitu ambavyo Mungu alikuwa amekataa zisiwe katikati yao, ndipo wakatoa sadaka, wakalete vitu vingi, wakatoa malimbuko ya shamba. Tunasikia kwamba walilete mpaka asali, yaani chochote ambacho walikuwa nacho katika nyumba zao walikilete katika nyumba ya Mungu na kikawekwa wakfu. Na pia wale ambao hawakuwa natoa fungu la 10 basi waliamua na wakalite nyakati zile, kwa sababu kulikuwa na ile hali ya amani katikati yao, kwa sababu miungu ya kigeni walikuwa wameiondoa, na ndiposa wakamrejea Mungu wao na matoleo ya ng'ombe, mbuzi na kila kitu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati ambapo Mungu umeondoa chochote ndani yako, wewe ambao umeamua ya kwamba nitashikamana na Mungu, basi ni wakati wa wewe kumtolea sadaka zako katika jina la Yesu. Haleluya. Na kama sasa tunavyokumbuka kufufuka kwake Yesu, Bwana asifiwe, ni vizuri tujishikamanishe